Na siku zote huwa tunasema vyeo hivi sio zawadi. Hatutoi kama motisha tu. Vinakwenda na majukumu ya kufanya. Ni motisha kwa sababu na chakula kitaongezeka kidogo, lakini na madaraka yanaongezeka. Kwa hiyo majukumu yanafanya nini? Yanaongezeka. Kwa hiyo tunawaomba au tuwatake mkatendee haki vyeo mlivyovipata. Ulikuwa constable, sasa wewe ni koplo. Ile tabia za kule chini tunajua una rafiki zako umewacha kule na vyeo vile vya zamani. Wewe ni kiongozi sasa. Lazima kuwe na mpaka kati yako na yule ambaye yuko chini yako. Vivyo hivyo na koplo, sergeant, major na mpaka rais. Rais ndio na watu wengi zaidi. Kwa hiyo mipaka hiyo ikaonekane. Hatuna maana mkawatenge, urafiki wa kawaida uwepo, lakini kwenye kazi tusimamie kazi. Tumekuwa na changamoto maensio baadhi kutotumia wajibu wao. Nyinyi ambao ni wapa, ninaamini kwa mafunzo mlioyapata ya muda huu na kwa mitaala ambayo imeboreshwa ambayo umeisoma na kwa bahati nzuri ninaifahamu, ninaamini mtakwenda kutendea haki hizo kazi, hivyo vyeo ambavyo mmeweza kuvipata. Awi? Awi? Tunajua kwamba ni mwaka wa uchaguzi. Si ndio? Na miongoni mwa mambo mliofundishwa ni wajibu wa polisi katika kipindi hiki. Tunao wajibu kipindi hiki kabla ya uchaguzi ambayo itakwenda mpaka kampeni, lakini tuna wajibu siku yenyewe ya uchaguzi. Lakini pia tuna wajibu wa kufanya baada ya uchaguzi. Elimu mlioipata, nini tufanye kabla na nini tusifanye? Nini wananchi hawapaswi kufanya kipindi hiki na nini wanapaswa kufanya? Yote mmefundishwa. Kwa hiyo ni jukumu lenu kwenda kuwaelimisha. Kuna do's and the don'ts, si ndio? Yale yote mlioelekezwa mkatoe elimu kwa wananchi wa kawaida, lakini mtaenda kukutana na viongozi wa kisiasa katika maeneo yenu, toweni elimu. Siasa sio vurugu. Uchaguzi sio vurugu. Uchaguzi ni haki ya kikatiba. Lazima ifanywe kwa mujibu wa taratibu, na ni jukumu letu jeshi la polisi mkoa wa Songwe kuhakikisha kwamba tunavusha zoezi hili muhimu la kitaifa kwa amani na salama. Kwa hiyo ninyi kwa mliowapata, katoeni elimu. Wananchi sasa hivi kuna zoezi la kujiandikisha, kwa bahati nzuri sisi kwetu tayari. Itakuja kipindi cha kampeni, nyinyi mtakuwa huko. Toeni elimu, watu wajue kampeni sio vurugu. Tunataka tuvuke kwenye uchaguzi kwa amani na nini na salama. Kama ambavyo uchaguzi uliopita wa serikali za mitaa kazi mlioifanya nzuri, basi na hii iwe hivyo. Hatupendi kuona mkoa wetu unanyoshwa vidole na kuwa mkoa wa vurugu. Kafanyeni kazi, mmeaminiwa kwa kila mtu kwa nafasi yake. Na kwa bahati nzuri sana tumeendelea kupata vifaa kwa ajili ya kutuwezesha kufanya kazi zetu za kila siku. Havitoshi kwa 100%, lakini walao tunaona juhudi ya Mheshimiwa Rais, lakini kupitia mkuu wetu wa jeshi IGP Kamisu Wambura, hivi karibuni OCDs wote wa wilaya 3 kwa maana wilaya ya Mbozi, Momba na kule Songwe wamepata magari mapya Toyota pickup. Nadhani nimeshaziona. Yote ni katika kupunguza tatizo la usafiri, lakini pia kuna magari yanayokuja. Kuna magari yanakuja kwa ajili ya viongozi wengine pia. Pamoja na kamanda, tutapata magari mwaka huu. Kwa hiyo ni jitihada za serikali. Kwa hiyo sisi ni wajibu wetu ni kuchapa nini? Sawa sawa Kwa ujumla, sababu vyombo vya habari viko hapa, mkoa wa Songwe bado uko salama. Hatujawa na matishio makubwa. Kwa hiyo watu wasiogope. Lakini ni waombe tu wananchi, nimekuwa nikiwaomba siku zote kwamba waendelee kutoa taarifa kwa jeshi la polisi, wafanye mashirikiano na sisi ili basi mkoa wetu uendelee